Moja kwa moja basi tuingia kwenye mafunzo yetu, na nashukuru sana kwa pamoja nawe mpaka umbali tumefika. Najua kunayo mengi ambayo tunahitaji kujifunza usiku wa leo. Nikiwa na wingi wa matumaini kwamba Mungu amezidi kulinda, amezidi kuhifadhi, amezidi kuonekania katika hali zote. Na kumbuka tangia tulipokuwa pamoja juma lililopita, basi kuna mengi ambayo najua kwamba umeweza kujifunza na umeweza kutilia kuyazingatia katika maisha yako. Na leo basi kidogo tu recap kwa wale ambao walimiss wakati uliopita. Ukienda pale kwenye YouTube pale utapata pale moja kwa moja mafunzo ambayo tuliweza kuyapata wakati uliopita, zile the first points ambazo tuliweza kujifunza pale. Na tunaongea kuhusiana na zile big secrets in marriage. Siri zile ambazo ni kuu zaidi katika ndoa, ambazo zinaweza kukusaidia katika angalau kuweza kutunza ndoa yako, kuweza kukaa na mpenzi wako vizuri, kuweza kaa na mchumba wako vizuri, na mke wako vizuri au mume wako vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kama vile nilivyoanza kwa kusema kwamba wakati mwingi tunapopatana katika ndoa utapata kwamba ni watu ambao tumelelewa vitofauti. Kama ni zile mila, ni mila tofauti ambazo twazijua. Kama ni misimamo, tunayo tofauti. Kuna wale ambao wengine wamelelewa na mama peke yake, wengine wamelelewa na baba peke yake. Kwa hivyo kuna mambo fulani ambayo labda hatuyazingatii zaidi. Wengine kwao labda mama ndiye alikaa kama disciplinarian wa familia, maana mama ndiye alikuwepo, mzee naye labda alikuwa mlevi hakuwepo, na wengine basi mzee ndiye alikuwa disciplinarian katika familia. Kwa hiyo basi kuna vitu tofauti, kuna expectations tofauti. For instance, wakati mke ama msichana anapoolewa na kuwa mke, mara nyingi kuna wengine ambao hufika mahali utarajia kuona baba yao, duplicate ya baba yao katika mme wao. Kile baba alikuwa anafanya akifanyia mama, hicho ndio wanatarajia kuona kutoka kwa mme wao. Kwa hivyo wana mme, lakini wanataka kuona picha ya baba yao. Na kuna wengine ambao ndio wameweza kuoa na wanataka kuona picha ya mama zao kwa mke wao, vile mama aliweza kuwatunza, akaweza kaa na baba yao. Kwa hivyo wanataka kuona the same being applied katika maisha yao ya ndoa. Kwa hivyo ni mambo tofauti ambayo yafaa tujifunze pale. Kwa hivyo wengine labda walikosa father figure in their life, kwa hivyo basi wakaishi bila baba. Kwa hivyo wanatarajia wakuwe na mtu ambaye atakuwa kama baba yao. Siongei kuhusu baba yao kisiasa, lakini akuwe kama their father katika maisha haya. Na ndiposa basi unapoangalia pale, mpendwa msikilizaji, unapojifunza usiku wa leo, ni kwamba tuliweza kujua mambo kadha wa kadha. Siri ya kwanza ambayo yafaa ujifunze, nikifanya tu recap kidogo, ni kwamba everyone you marry has a weakness. Ni Mungu peke yake ndio hana weaknesses. Kwa hiyo basi unapoolewa na mtu, jua kwamba ana udhaifu wake. Hicho ndipo sasa wanasema kuwe na muda wa uchumba. Je, unapokuwa katika uchumba, unapoona udhaifu wake, unapoona unyonge wake, unapoona kuna mambo fulani ambayo hawezi yafanya vizuri, are you ready for it? Will you stand that? Kama ni mtu ambaye hapendi kuoga, dada umepatana na ndugu ambaye hapendi maji, are you ready kumkumbusha kila wakati kwamba oga kwanza, fanya hivi, maji kwa bafu, twende kwa bafu, mnaenda pamoja hata wakati mwingine? Are you ready to do that every now and then? Kwa sababu ni mtu hapendi kuoga. Kwa hivyo that is the weakness that he has or she has. Hata kina dada wapo ambao hapendi kuoga. Kini hapo ni hatari. Anyway, labda na udhaifu wa kutokujua kutumia pesa, na weakness hiyo. Akipata pesa huyu dada anafikiria tu kuhusu mapambo nini. Je, are you ready to stand that? Kwa hivyo basi tuligusia kwa kirefu juma lilopita. Ni vyema ukapata kujua kwamba hamna malaika. Kama basi ni malaika, wewe nawe si malaika. Kwa hivyo malaika hawezi wa mtu ambaye si malaika. Tuseme kama ingekuwa ni kuoa. Kwa hivyo basi namngaji malaika hawani of course. Kwa hivyo natumai basi umenipata hiyo point yangu vizuri. Lakini ukitaka mengi zaidi, enda pale kwenye YouTube tu, enda angalia ile part 1. Hii ni part 2 ya yale ambayo tulijifunza wakati uliopita. Kwa hivyo kwenye YouTube utapata pale kwa kirefu. Jambo lingine ambalo ningependa pia tulijifunza, nikipata fanya recap tu, ni kwamba tulijifunza kwamba everyone has a dark history. Kuna kila mmoja wetu ana maisha ambayo alipitia. Kuna wakati tulijifunza kwenye usana macheo, tukawa naulizana, je, is it okay to reveal your dark history to your partner just before marriage? Is it okay? Kwa hiyo basi kuna mengi ambayo tuliweza kujifunza pale, lakini nataka ujue hivi, of course, kwa maoni yangu kwamba si lazima dig deeper into everything. Maana sote tu kuzaliwa kama tumeokoka. Wengi wetu tumeokoka tukiwa watu wazima. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tulifanya kabla tuokoke, na hata wengine waliokoka na wakazidi kufanya tu, wamemrudia Mungu later. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Lakini kuna mengi, the immediate past is okay, lakini mambo ya zamani,
wakati alikuwa kwa mambo ya chama ambao nafuatilia ya. Kwa hivyo ni vizuri najaribu kujuza. Kuna mambo ambayo watu wamepitia kule nyuma, kama hayuko free kukwambia usichimba chimbe sana, achana nayo. Anyway, na kama ni ya muhimu, unajua kuna mengine ambayo ni ya muhimu, yafaa uchimbo upate kujua kwa sababu yata affect maisha yenu. Kwa hivyo ni vyema ujue. Lakini kuna mengine ambayo hayana uzito wote. Kwa hivyo hata kwambia sikwambia hayana tofauti. Maana kuna mtu akijua kweli, mengine hasa upendo kwa yule mwingine unaisha, ama trust inapotea. Anajua huyu kama ukimwambia nilikuwa kahaba na nilikuanga na wanaume 12 kwa usiku mmoja, atakuogopa. Anyway, kando na hayo, tukajifunza wakati uliopita kwamba every marriage has its own challenges. Tupate kutambua kwamba kila ndoa ina changamoto zake. Kwa hivyo basi ni vema upate kutambua kwamba kila ndoa ina different levels of course, different challenges. Marriage is not a bed of roses. Every good marriage has gone through its own tests of blazing fire. Kwa hivyo tarajia, nikakujuza kwamba wakati mwingi watu wanafika mahali wanapitia mambo, na baada ya kupitia mambo ndio wanajuana zaidi, ndio wanaoana, ndio wanakaa pamoja vizuri. Lakini kabla waweze kujuana vizuri, wakuwe mwili mmoja, nilikujuza hivi kwamba sisi ni chuma. Mimi kama mwanaume ni chuma, nikipatana na dada pia naye ni chuma. Maana chuma unaoa chuma nyingine. Na Biblia inasema kwamba tunapooana ni 1 + 1 = 1. We are supposed to become one. Na ili chuma mbili uweze kuziunganisha ziwe chuma moja, lazima zikuwe melted. Unazichoma zina melt. Zikisha melt ndio unaweka hiyo soup yake pamoja, then zinakauka kama ziko pamoja, zina stick vizuri sana. Kwa hiyo basi ndio tukue kitu kimoja. Kwa hivyo kuna that stage ya kuchomwa na kumelt. Ukimaliza hiyo stage, then you're good to go. Mnafika mahali, nilikutana na couple moja, mwafika mahali, at times, even, tuseme kama kwa ndoa yangu, kuna wakati nishaifika mahali, nafikiria tufanye kitu fulani, na nikiongea na mke wangu namwambia, nilipokuwa naomba, kuna jambo fulani linikujia tu. Na akasema, unasema tu chenye hata mimi. Ananipa version yake. Unapata zinaingiana. Ni kitu kimoja ambacho tunafaa tufanye. Kwa hivyo, unapata kuna stage of course ya melting, ambayo pia tulipitia nyakati hizo. You never know. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwamba Mungu anakupeleka pole pole. Kuna stage anakupeleka mdogo mdogo tu, utaweza kufika. Kwa hivyo basi kuna challenges za kila ndoa, na ujue hivi, kuna melting ya different stages. Maybe nimepitia stage moja, maybe kuna stage nyingine, na kadhalika, na tutaendelea kujuana zaidi tukisonga. Kwa hivyo nawe pia usitarajie tu mambo itakuwa nyewe. Kuna wakati mwingine changamoto huja, na hazijakuja kufanya utoke kwa ndoa yako, uache mke wako, uache mume wako. Kama ni changamoto za ulimwengu huu, yote yatapita bana, na tusonge mbele, au sio? Kwa hiyo basi jambo lingine ambalo nataka tujifunze leo, nimegusia hayo, lakini kwa kirefu zaidi, tuliongea kwa kirefu sana. Enda pale kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala SNL, utapata hizo mambo kuhusiana na marriages, series za ndoa, utapata kwa kirefu zaidi hizo 3. Alafu jambo lingine la 4 pale ambalo nataka tuangazie ni kwamba every marriage has different levels of success. Don't compare your marriage with anyone else. We can never be equal. Some will be far, some behind. To avoid marriage stresses, be patient, work hard. With time, your marriage dreams will come true. Sijika umeona watu mnaweza kufanya harusi, hata kuna ile inafanyikanga nasema ni ya gumbaro manini. Mnafika mahali wacha gumbaro, ile mnafanyikanga ile mass wedding. Mnafanya harusi watu wengi. Mimi nisha MC harusi ya watu walikuwa wanafanya 2, wengine wanafanya 3. Nisha MC. I've MC a number of them. Na la ajabu ni kwamba kwa hawa watu, wacha tupie mfano watu 2. Hawa 2 wamefanya harusi, huyu na mke wake, huyu na mke wake. La ajabu wanapokaa katika ndoa zao, ilikuwa katika kupunguza gharama of course ya harusi. Wanapofika mahali tuseme kwa mfano wameshaingia kwa ndoa, utapata kwamba hata kama wote hawatatumia zile dawa za family planning, utapata kwamba mmoja amefika mahali ameconceive mapema na mwingine ataconceive later. Mmoja anaweza kupata mtoto baada ya mwaka mmoja, mwingine apate mtoto baada ya miaka 2, mwingine 5. Kwa hivyo ni vile tu Mungu amechagua. Kwa hivyo katika ndoa pia faa tuangalie kama vile tunavyoangalia watoto, tujue kwamba kufaulu pia kifedha, kufaulu pia kimaisha, kimali, hatuwezi faulu sawa. Kuna wengine watafaulu mbele yetu, wengine watafaulu nyuma yetu. Kuna wengine ambao kuna wale ambao tutangulia wengine. Kwa hivyo usitarajie nyote mwende kisawa. Unapata mwanamke afika mahali anambia mzee wake, si huyu mnafanya naye kazi, angalia huyu amefungua biashara, angalia vile amenunua gari, angalia vile amfanya hivi. Hapana, la ajabu ni kwamba hata ukienda kwenye ofisi
Watu ambao wanapata pesa nyingi tu kwenye ofisi, wameajiriwa kazi, wanalipwa pesa mzuri, si wote wana drive, si wote. Wengine, kuna mwingine hapa tufanye nini hata wainunua gari. Kwake anaona ni luxury ya yani haiko kwa akili yake. Na hivyo basi kwa sababu iko unreachable hata waifikia, maana pesa zitawaitosha. Kisa na maana ni na saa hizo wanafanya kazi. Let's imagine kwamba salary ni the same. Kuna huyu ana gari, huyu ana gari. Na huyu mwingine anakuwa na nyumba, huyu bado ako kwa rental. Huyu naye hivyo wote wako tofauti. Kwa hivyo hatuwezi success hata kama tulianza mwaka the same year, tulisoma same school, tuko na miaka same, tulioa the same time. No. Kwa hivyo usitarajie pia kwa ndoa yako mambo ya kuwe sawa. Na hili labda liende wala ambao ni kina mama, nipata wengine jumbe zingine, unapata mtu anasema mke wake huwa anamwambia angalia no, so and so mnafanya naye kazi, angalia vile ameendelea, angalia huyu hivi na hivi. Kwa hivyo ana compare mume wake na wale wengine. Swali ni je, wakati ulitaka kuwa kama so, mbona hukuolewa na yule? Hivyo ndio mwanamume atajiuliza, kwa sababu inaonyesha kwamba mimi kama mume wako I'm not a man enough. Of course it might be true, lakini kuniambia hivyo on my face, uniambia kwamba ungekuwa kama so and so, then nafikiria then do you prefer so and so to me? Usicompare ndoa yako na mwingine, compare na kile ambacho unataka muwe. Kama maono yenu unasema kwamba nataka in the next 10 years tusiwe tunalipa rent, in the next 5 years tusiwe tunafanya kazi, tunafanya biashara yetu. Kama hayo ndio maono yenu, in the next 3 years tuwe tumemaliza mambo ya kupata watoto, tupate tumemaliza na hiyo story. Fight kuachieve goal yako. Wachana kufight kupita wengine. Do you know, hata ungangane aje, nilitumia kama mfano wakati fulani, kasema kwamba hata ungangane aje kutaka kufanya harusi expensive zaidi, kuna bar imeshasetiwa ambapo iko juu zaidi. Kwa hivyo kuna uwezekano usifikie yule mtu ambaye ako juu sana. Na vile vile pia ukifanya yenye iko cheap, kuna wale jamaa walifanya wakiwa sijui na pesa ngapi. Nakumbuka wale vijana ambao walipewa baadaye wakapewa shamba na nini. Hata ukifanya ikiwa cheap sana kuliko kila mtu, kuna uwezekano usifikie yule alikuwa chini sana. Kwa nini sema hivyo? Kwa sababu haifai tufanye competition. When I'm working, I'm not competing with my fellow presenters. I'm not competing. Kuna mtu kama Reverend Kimuyu amekaa hapa, huyu ako na tajriba ya kwake. Hata nijaribu kufight aje ati nataka kwa siwezi. Ako tu na grace yake. Kuna Reverend Denge, kuna wengineo wako. Siwezi fanya kipindi kama dadangu Dina, siwezi fanya kama ndugu yangu Ben, siwezi fanya kama yeyote yule. Nitafanya kama mimi. Siwezi kuwa kama Felix ambaye alitangulia pale mbeleni. Na nashukuru sana nafanya kipindi cha Youth Patrol. Nishaifanya Youth Patrol of course, nishaifanya sports, nishaifanya news, lakini vile nilikuwa nafanya ni style ya kwangu tofauti. Kwa hivyo we are not in competition in life. Wacha kusumbua, kupatia mzee wako pressure, hivi na hivi. Hiyo ndio wakati mwingine nafika mahali mtu anaenda naiba vitu, baadaye mnatafutia watoto laana bure. Maana mmeiba pesa mpaka za majeneza za pahali pa kuzika watu, mmeiba mpaka pesa za mayatima ambazo hafaa zitumike kwa ajili ya kuwalipia karo ya shule. Mnaiba kila kitu, alafu mabaki vipi? Kwa hiyo basi ni vema pote pale ulipo tupate kwa makini zaidi. Kwa hivyo siri ya pekee pale ambayo pia yafaa utambue mpendwa msikilizaji, hii ambayo ni ya 4 ni kwamba don't compare your marriage with anyone else. So and so huwa anafungulia mke wake mlango. Unajua nilisikia hadithi moja ya mke ambaye alikuwa anapigia mzee wake kelele akimwambia, angalia hawa sisi vile tulipendana tukioana, ulikuwa unanifungulia mlango, lakini siku hizi unifungulii. Angalia hawa kila wakati so and so akikuja na mke wake lazima mfungulie mlango. Kumbe hakujua. Anapongangana akimwambia mfungulie mlango, kumbe yule jamaa hata akitamani kutomfungulia mlango hawezi, kwa sababu gari yao mlango wako driver ni mbaya. Kwa hivyo whether apende asipende lazima atakuja kumfungulia. Kwa hivyo wewe hujui mashida ambazo wanapitia, unaangalia tu kule kwa nje, unasema nataka tuwe kama hao. Acha na kuwa kama hao, kuwa kama wewe. Compete with your destiny, compete with what you want to achieve, not other people. Kingana watu wengine, bila shaka kitumbua kitaingia mchanga. Haya, hutafaulu. Kipengele cha 5, labda tukiendelea mbele zaidi tupate kujua kipengele cha 5 nacho ni kipi, maana hapo natumai nimegusia kwa kirefu zaidi. Ni kukujuza kwamba every marriage has different levels of success. Kuna wale watasucceed haraka, wengine watasucceed polepole, lakini wote watafaulu. Lakini jua kwamba ni polepole. Na kuna wengine ambao wataenda pale juu. Kuna mmoja ambaye nilisikia alifanya harusi
Na baada ya kufanya harusi alipewa mapresent na mazawadi, kila vitu ambazo alikuwa nazo zote ni kama alipeana. Vitu kuanzia kwa kiti, fridge, carpet, kila kitu yani aliletewa kwa harusi, kila kitu mpaka gas, meko gas, ndio meko gas, hiyo gas cooker na kadhalika, akaletea vyote hivyo na akaanza upya on everything. Kitu ambacho hawakumpatia ni nini? Mpaka mattress alipewa na kitanda alipewa. Kitu ambacho alinunua ni nini? Maybe meza, kale kameza kadogo labda, lakini vitu zingine zote mpaka dispenser alipewa. Kwa hivyo, na kuna wengine ambao unaona amepewa hizo vitu zote, na kuna wengine ambao, na of course kuna mwingine ambaye pia alimalizanga harusi hivi na akinunua gari. Yani amepata pesa, watu wamepatia mavocha nini, akanunua gari. Na ajabu ni kwamba kuna wengine nao baada ya harusi wanabaki kulipa madeni. Kwa mwaka mmoja, miaka miwili ni kulipa madeni. Usione mtu hajapata mtoto unafikiria labda mwingine labda ni kwa furaha. Hapana, mwingine kwa sababu bado analipa madeni. So anajiuliza, nikipata mtoto na bado analipa madeni nitafanya. Kwa hivyo ndiposa kila mmoja cheza ligi yako, mimi nicheze ligi yangu, tukutane mbele, au sio? Anyway, wacha niachane na hilo, naweza angazia mpaka kesho. Lakini kando na hilo, mpendwa msikilizaji, jambo la 5, siri ya 5 ambayo yafaa upate kuzingatia zaidi. Siri ya 5 ni hii, kwamba to get married is declaring war. When you get married, you must declare war against enemies of marriage. Kuna wale maadui wa ndoa. Some enemies of marriage are, number 1. Kwa hivyo basi unapoolewa ujue kwamba ni vita umetangaza. Na vita vyenyewe ambavyo umetangaza, je, ni vita vipi hivyo? Ni vita dhidi ya number 1, ignorance. Kuna vitu, kuna tu venye unaona unakifika mahali mke wako ametengeneza nywele na hujatambua. Wacha kujifanya ignorant. Yafaa ufika mahali unatambua, nimeona nywele umeunda, it looks, yes. Of course hata kama ni mbaya, unatafuta wisdom ya kuongea kuihusu, ili basi next time change, lakini usimwambie ni mbaya, maana atabomoa hiyo siku. Kwa hivyo si ignorance, lazima utambue, especially kwa wanaume, lazima utambue. Mke wako kama amevaa vizuri, mwambia umevaa vizuri. Wacha kunyamazia, useme nasema kimoyo moyo, hakuna kama hiyo. Kwa hivyo wacha tusiingie kindani, kuna mengi, lakini kuna hiyo ignorance lazima uweke kando. Vile vile pia prayerlessness, kutoomba ni vita, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa waombezi, wanaomba vizuri sana, lakini walipooa ama kuolewa, it died. Hivyo ikaishia. Kwa hivyo nikujuze kwamba yafaa utangaze vita, maana unaweza ridhika, ukatosheka, ukafurahia na ndoa yako, ukasahau unahitaji bado kuomba. Kwa hivyo basi ni vema utangaze vita, uzidi kuomba zaidi. You know, a family that prays together stays together. Maana usipoomba, shetani hapendi mambo ya ndoa. Mungu anachukia talaka. Huku shetani naye anataka kufanya the opposite, anataka mwachane. Kwa hivyo ni vema uombe zaidi, la sivyo haya. Vile vile pia unforgiveness. Why unforgiveness? Ni kwa sababu upende usipende, mme wako ama mke wako atakosea. Kama mlikuwa mko mbali, hamjaoana, na kuna wakati mlikosana na mjaoana, sasa imagine umeleta mtu yule alikosea kwa nyumba yako, ama umetoka umeenda kuishi kwa nyumba yule mtu alikosea, tarajia atakosea zaidi. La kufanya, jifunze kusamehe. Unapojifunza kusamehe, basi bila shaka ndoa yake itakuwa tamu zaidi. Ukiweka hasira ndani mwako, haya. Na vile vile pia kuna vita zingine ambazo ni za third party influence. Third party influence kivipi? Unapata kwa sababu umeolewa kwa hiyo familia, ako na mama yake ambaye walikuwa wanapendana. Kwa hivyo kuna uwezekano mamake vile alikuwa amezoea kijanake amfanyie awe, kuna uwezekano akataka control ndoa. Kwa hivyo nawe unasikia kuchukia huyo mother in law, unasikia kuchukia huyo dada wa mke wako, unasikia kuchukia huyo baba wa mke wako na kadhalika. Kwa hivyo basi unapofika mahali, jua kwamba kuna mtu watatu anaweza kaingilia, na ndoa ni ya wawili, si watatu, wawili. Akiingilia dan hiyo maisha. Kwa hivyo ni ukiruhusu, of course ni wewe wa kuruhusu. Kubalieni, fanyeni vitu kwa pamoja. Amua katika ndoa hii, tunapofanya vitu msiruhusu mtu separate. Wakati mtu anapokuja, kuna ndugu mmoja alisema kwamba kuna watu wako wanapenda mke wake, maana walikuwa of course wa kabila pia tofauti, na kila aliamua kufanya ni kwamba when anataka kuaddress familia ya mke wake, yeye ndio mke wake alikuwa anaruhusu, anapeana authority yao ongee. Na kama ni familia ya mume wake, mke ndiye alikuwa anapeana maana. Kwa hivyo walikuwa wanafanya kama ni kutuma pesa, mke atatuma pesa kwa mother in law ama father in law, na mume naye atume pesa kwa mother in law pande huu mwingine. Kwa hivyo walikuwa wanagawana hivyo, na ilikuwa inawasaidia, kwa sababu now familia hizo zote zinagundua kwamba we can't separate these two.
Kwa hivyo chunga sana third party influence. Marafiki. Kuna rafiki ambaye akiingilia na muamini sana, anaweza kakuambia maneno ambayo ukifuata wewe utaharibu ndoa yako. Maybe naye hajakufanikiwa sana kwa mambo ya ndoa, anaweza kukupa ushauri mbaya. Chunga zaidi. Inaweza kuwa ni urafiki ama ni wivu. Kwa makini sana. Jambo lingine ambalo basi yafaa tujifunze pale ni kwamba we need to learn something about stinginess. Unapata kwamba wakati uko na mke wako, jifunze kumnunulia, wacha kukaa mkono gamu, mnunulie kitu, nunulia wazazi wake. Mke pia si mume tu ndio akupeana, hata nawe msurprise na kitu. Birthday ni yake na unataka pia ajinunulie, yako alikununulia na hapana. Do something. Wacha kuwa so stingy. Wasaidie. Kuna watu ambao ni kutoka kwao, watu kutoka kwa huyu mwingine, the opposite. Tuwe watu wa kusaidia, nitakuwa vyema zaidi. Jambo lingine ambalo basi yafaa tupate kuangazia pale, ambalo basi ni vita tumetangaza, ni stubbornness. Usifike mahali ukakuwa so stubborn kwa mke wako. Please mwelewe. Sometimes sikiza anapoongea. Mume wako pia msikize anapoongea, hata kama hakusoma kama wewe, lakini msikize tu. Jambo lingine ambalo kuangazia pale, mpendo msikilizaji, ni kwamba yafaa upige vita lack of love. Unaweza fika mahali usikie tu mpendi, maana si mambo na feelings. Atimeamka leo. Learn to love in season and out of season. Of course si maandiko, lakini nakujuza tu. Jambo lingine kwamba kuwa rude. Maybe ulikuwa umezoea kuwa rude, kufanya vitu vile unataka. Usiwe rude. Fika mahali unapoona imezidi sana, tulia, nyamaza, ongea wakati ambapo umetulia. Na pia kuwa mvivu. Kuna watu ambao wanaharibu ndoa zao kwa uvivu. Kivipi? Unapata kwamba kila wakati mama anasema mimi nimechoka. Wewe uliolewa, inafika wakati ambapo mume anataka haki yako, umechoka. Mume ulioa, unasema nimetoka kazini nimechoka. Hapana, work hard bwana, tunza ndoa yako kwa bidii, au sio? PG, parental guidance is advised. Anyway, kuna jambo lingine ambalo linakosa heshima. Unamshinda miaka ama nakushinda miaka, please tuheshimiane. Kila mmoja ana msimamo wake ndio, lakini wacha katika hiyo misimamo tuweze kuwa watu ambao tunahakisha kwamba angalau kwa yule mwenzetu, yule mwingine tumesikia kila anasema na tuzingatie. Si kila wakati wewe ndio wafaa ushinde tu kwa kila maamuzi. Wakati mwingine yeye, wakati mwingine wewe. Vile vile pia jifunze kupiga vita cheating. Na hiyo ndio ufanyika sana wanaume, na tunasikiza kukuwa na mpango wa kando. Mwanadada unafika mahali, yule shamba boy mzee akienda kazini ndio wacha hizo. Haya, itaharibu ndoa yako bure. Kuwa mwaminifu tu. Tofautianeni, msukumane kidogo mkiwa ndani, sio kule nje. Hapo. Na vile vile jambo la mwisho pale ambalo tutakuwa najifunza ni kwamba be ready to fight to maintain your marriage zone. Kwa hivyo basi ng'ang'ana, fanya uwezalo ili ndoa yako izidi kusimama. Kwa hivyo usifike tu mahali huyu nimemwona mwanamke fulani anakuja karibu ndoa yangu, kwa hivyo unamwachia. Unaacha mwanamke mwingine atokee kule achukue tu mume wako, achukue tu mke wako, hivyo ndo unamwacha yule. Hapana. Kwa hivyo be ready. Si kwamba upigane physically, you can fight kwa magoti. Unaweza ukafika mahali